utaratibu uliokuja kwenye Qur'ani tukufu siku zote ulikuja katika kuhimiza wema na ihsan na kukataza maovu na uadui. Ilikuwa ikitumika njia ya kutisha na kutia matumaini, na hivyo muumini akiendelea katika hali hiyo ataendelea hivyo mpaka akutane na Allah akiwa katika hali ya salama kabisa. Katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Tirmidhi katika sunani yake kutoka kwa Anas kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia kwa kijana mmoja wa huwa fil mauti, akiwa katika sakaratil mauti, roho iko inaendelea kutoka. Faqala kaifa tajiduka, akamuuliza akasema, kijana unajisikiaje hali yako? Kijana akajibu akasema, wallahi ya Rasulullah, inni arju Allah wa inni akhafu dhunubi. Asema mimi na matumaini makubwa ya kupata rehma ya Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na hofu kubwa na dhambi zangu ambazo nimezitanguliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithl hadha al-mawtin, mambo hayo mawili hayatokusanyika katika hali kama hii uliopo ya kufikia kukata roho unarejea kwa Mola wako, isipokuwa a'tahu Allahu ma yarju, Allah atampa yale matumaini aliyonayo, wa amanahu mimma yakhafu, na Allah subhanahu wa ta'ala atamsalimisha na yale anayohofia. Ndugu zangu katika imani, ndio hapo tunaambiwa ndugu zangu katika imani kwamba wakati ni mzima, wakati una afya, wakati hujafikiwa, unatakiwa kufanya maandalizi ya nafsi yako, uiandae iweze kupokea hali kama hii aliyokuwa nayo huyu kijana aliyemkuta Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini? Kutengeneza nafasi ya taufiki wakati wa kuondoka duniani kupata mwisho mwema, kwa sababu mwisho mwema unaandaliwa katika hali ya uzima. Huwezi kushtukia ghafla, kuna kile chukubali ghafla. Kwa nini? Kwa sababu miongoni mwa adhabu mbaya ya mtu anayepewa anapochezea amri za Allah, anapochezea dini ya Allah, miongoni mwa adhabu anazopewa ni kupewa mwisho mwema, kwa sababu dhambi zinakuwa ni kikwazo cha mtu kuweza kupata mwisho mwema, na haya yamekuja katika maeneo mbalimbali. Sasa nini cha kufanya? Mapema ukiwa mtu mzima, una hali ya uwezo wa kimali, wa kiafya, wasaa upo, ni wakati wa kurekebisha mapema ili upate taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wa mauti yako uwe na matumaini kwa Allah na uweze kuondokewa na hofu ambayo itaweza kukuangamiza wakati huo. Na wakati